Afisa uwezeshaji wa wasichana na kujengea uwezo wa CDF Lilian Kimati amesema mila na desturi zetu ndio chanzo kikubwa cha ndoa za utotoni nchini. Kimati amesema hayo leo katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika ukumbi wa CDF Dar es Salaam. Lakini nikizungumzia hasa masuala ya ndoa za utotoni, kiukweli imekuwa bado ni changamoto sana kwenye jamii yetu, na kikubwa ambacho kinaendelea kufanya vitendo vya ndoa za utotoni ni mila na desturi zetu za Tanzania ambazo bado zimeendelea kushikiliwa na wanajamii. Kwa mfano, masuala ya ukeketaji bado ni changamoto kubwa sana ambayo inaendelea kwenye hususan kwenye mikoa ya kanda ya Ziwa, ambayo bado inapelekea watoto wengi kuachishwa shule wakiamini kwamba wanatolewa kwenye hali ya utoto na kupelekwa kwenye utu uzima, mwisho wa siku pia wanaolewa katika umri mdogo. Lakini vile vile mfumo dume ulikuwa ni changamoto kubwa sana kwenye jamii yetu, kwa sababu bado kuna dhana inayoaminika kwa wazazi kwamba mwanaume ndio mwenye maamuzi ya mwisho kwenye familia, hivyo mwanamke au mtoto wa kike hana nafasi ya kwenda shule. Kwa hiyo bado tunaendelea kupambana vita dhidi ya masuala haya ambayo yanaendelea kumkandamiza mtoto wa kike na kumfanya awe chini, lakini vile vile nampelekea kuolewa chini ya umri ambao umetakiwa kwenye jamii yetu. Naye mratibu wa programu tathmini na ufuatiliaji wa CDF Irene Ernest amevitaka vyombo vya habari kwa mstari wa mbele kuibua vitendo vya ukatili kwa watoto vinapotokea. Sisi kama shirika tungependa kutoa rai kwa vyombo mbalimbali. Cha kwanza kabisa, sisi wanahabari wenyewe naomba tuna ripoti endapo matukio ya ukatili yametokea, hasa matukio ya viboko ambapo wengi wamekufa, wengine wamepata ulemavu. Lakini pia kwa upande wa serikali ningependa irudi one step nyuma, kuona ni kwa namna gani wanaweza kuondoa ile adhabu ya viboko mashuleni, kwa sababu kuna wenzetu wengi wameweza kufanya hilo jambo. Kwa upande wake, afisa uhusiano na uchechemuzi Irene Nambuo amesema CDF inashirikiana na mashirika mbalimbali ili kutokomeza ndoa za utotoni nchini. Tunaendelea kufanya kazi kwa pamoja na mashirika 40 ili kuendeleza hii uchechemuzi wa kutokomeza ndoa za utotoni, ambapo kuna mashirika 40 ambayo tunafanya nayo kazi kwa sasa, na vile vile mashirika haya yanafanya kazi sio tu kwa ngazi za juu na serikali, bali tunafanya kazi na jamii, ambayo tunaendelea kuiasa iendelee kumlinda mtoto, sio tu mtoto na kumlinda mtoto pamoja na kuangalia ndoto za mtoto wa kike zikitimia. Hii ni pale tunaiomba jamii imlinde mtoto abaki shuleni mpaka pale amalize, na pindi atakapoamua kuolewa basi aolewe kwenye umri sahihi pale atakapokuwa amemaliza elimu ya msingi, ambapo kwa sasa hivi tumeona kwamba imeshasogea mpaka form 4, ambapo tunaamini atakuwa ameanza kufika miaka 18. Taasisi ya Utu wa Mtoto inafanya kazi ya kukuza na kuimarisha haki za mtoto nchini Tanzania ili kuhakikisha kila mtoto anaishi kwa heshima na utu.